DW. Maoni. Baada ya miaka miwili ya vita, hatimaye wakazi wa Gaza wanarejea taratibu kwenye makazi yao, wakikutana na vifusi na majengo yaliyoporomoka na kuharibiwa vibaya na mashambulizi ya Israel, lakini wakiwa wamejawa na matumaini ya kuanza upya. Kwenye ukanda wa Gaza, makubaliano ya kusitisha vita yameleta ahueni, lakini eneo hilo la Wapalestina linakabiliwa hivi sasa na mzozo mkubwa wa kibinadamu baada ya sehemu kubwa kusambaratishwa kwa vita. Na kwa hakika safari ya kuijenga upya Gaza haitokuwa rahisi. Bila shaka itakuwa ndefu. Rais wa Marekani Donald Trump akisifiwa kuwa mchora ramani nzima iliyofanikisha mpango wa vipengee 20 wa kufikiwa hatimaye amani katika vita hivyo kati ya kundi la Hamas na Israel. Katika hotuba yake ndani ya bunge la Israel na kwenye mkutano wa kilele huko Misri, kiongozi huyo wa Marekani alitangaza kwamba sasa vita vimemalizika, lakini ulimwengu bado unajiuliza, je, ni kweli amani ya kudumu itapatikana Mashariki ya Kati? Wapalestina wanapaswa kuwa na matumaini ya kuishi kwa amani? Kipi kitafuata baada ya Hamas kuwaachilia mateka wa Israel na kuachiliwa huru kwa wafungwa wa Kipalestina? Nani ataijenga Gaza? Tunajadili hayo na mengine katika kipindi hiki cha maoni mbele ya meza duara. Nimewaalika mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati kutoka Tehran, Abdul Fattah Musa. Kutoka Washington yuko mwandishi wa habari Mubelwa Bandio, na mjini Paris nchini Ufaransa nimemwalika mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Saleh. Na hapa studio mjini Bonn, mwenyekiti wako kwenye maoni mbele ya meza duara ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote katika mjadala huu wetu wa leo. Asante sana. Na sote bila shaka tumefuatilia yaliyokuwa yanaendelea baada ya kufikiwa makubaliano ya kusitishwa vita Gaza. Shangwe zilitawala Gaza na Ramallah katika mamlaka wa Palestina, lakini hata Israel baada ya makubaliano hayo na hatimaye kufuatiwa na hatua ya kuachiliwa wafungwa kiasi 2,000 wa Kipalestina na mateka takriban 20 wa Israel. Bila shaka huu ni mwanzo mpya, Abdul Fattah. Lakini pia kuna mambo mengi yanayofanya huu mpango usitishaji vita kubakia kuwa tete. Kitu gani kinawasubiri wa Palestina unadhani? Suala hili la kufikiwa makubaliano ya kusimamisha vita ambayo awali Rais Donald Trump alitangaza kwamba vita vya Gaza vimeshamalizika kikamilifu, linabaki kuwa na hali ya wasiwasi mkubwa kutokana na sababu kadhaa ambazo hata Wapalestina wenyewe baada ya kutolewa tangazo hilo la kusimamishwa vita, wengi wao walikuwa wakieleza hivyo kwamba hatuna hakika kwamba baada ya hapa kweli tutashuhudia amani tena ya kudumu au chochote kinaweza kutokea. Na sababu ya kuwa na hofu hiyo, na ndivyo ambavyo inavyoonekana hata hivi sasa, ni kwamba kwanza suala zima la upande wa pili katika mzozo huu, yani Israel, na hasa serikali ya sasa ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambayo kimsingi pamoja na mawaziri wake wenye misimamo mikali wa mrengo wa kulia haikuwa tayari kusimamisha vita vya Gaza. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wapalestina wote wanahamishwa katika eneo hilo na kutawanywa katika nchi mbalimbali za Kiarabu. Kwa bahati mbaya, msimamo huo ndio uliokuwa ukiungwa mkono pia na Rais Donald Trump wa Marekani, aliyependekeza mpango huu akitaka eneo la Gaza liwe ni eneo la burudani na starehe ambalo litamilikiwa na Marekani au pengine na yeye mwenyewe binafsi. Kwa hivyo mtu kimsingi anapata shaka kwamba kweli huu ni mpango ambao umependekezwa kwa nia njema na ni kweli utaweza kutekelezeka kama ilivyokusudiwa kwa mujibu wa vipengele vyake 20 mpaka hatua ya mwisho. Kwa sababu kuna mambo mengi katikati hapa yanatatanisha, hususan kuhusiana na hatima ya vipi wa Palestina kama wataweza hatimaye kufikia lile lengo la ukuu la kuhakikisha kwamba wanaunda nchi yao kama yalivyo mataifa mengine duniani na wanaishi kwa amani wakiwa jirani na Israel, kama ambavyo huu mpango ambao umekuwa ukipigiwa upato muda mrefu wa kuundwa mataifa au madola mawili, na ambao tumeona mkutano wake uliofanyika kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ukisimamiwa na Ufaransa na Saudi Arabia, umepata uungaji mkono mkubwa wa kimataifa, na hata tukaona pia nchi kadhaa hasa za magharibi zikaitambua nchi ya Palestina. Sasa tatizo lililopo katika suala hili kwanza kabisa ni suala zima la kuweza haya makubaliano kutekelezwa katika muda huu wa siku chache tangu Rais Trump alipotangaza mpango huo
na kutangaza rasmi kwamba vita vimesimamishwa. Kwanza tumesikia mara kadhaa kwamba Wapalestina kadhaa wa Gaza wameendelea kuuawa kwa mashambulio ya Israel. Hili ni suala moja ambalo hata wakati tunafanya mazungumzo haya tayari kumekuwepo na taarifa kwamba Wapalestina wengine 3 wameuliwa Gaza. Katika upande wa pili, suala kubwa ambalo limekuwa likipigwa kelele na jamii ya kimataifa ni suala la misaada kuingizwa Gaza. Gaza watu wamekufa hata kwa njaa, na imethibitika kwa mujibu wa taarifa na ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wa masuala mauaji ya kimbari kwamba Israel imekuwa inahusika na mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Imethibitishwa hivyo, na hata ikafika hatua kwa mahakama kimataifa ya uhalifu ICC kutaka waziri mkuu wa Israel na waziri wa zamani wa ulinzi wakamatwe na kufikishwa kwenye mahakama hiyo kujibu tuhuma hizo za kuhusika na mauaji ya kimbari na jinai za kivita. Sawa. Lakini tuachie hapo Abdul Fattah, kwa sababu haya kuna mambo mengi kama ulivyosema kwamba hili ni swala ambalo linabaki kuwa ni la wasiwasi. Pamoja na kusitishwa hayo mapigano, umetaja mauaji ambayo bado yanashuhudiwa ya Wapalestina katika Gaza, na vile vile msimamo ambao unajionyesha toka hapo wa serikali ya mrengo mkali wa kulia ya Bwana Netanyahu kwamba haikuridhika na usitishaji huu mapigano. Mimi nije kwako Mohamed Saleh kwa haya ambayo ameyazungumza Bwana Abdul Fattah. Sijui kwa mtazamo wako, pamoja na haya yote yanayoendelea, tunaweza kusema sasa kuna uhakika amani itarejea na vita kati ya Israel na Palestina vimesitishwa kabisa hivi sasa na pengine hata kumalizika kabisa baadaye pengine? Mimi na msimamo wangu ni karibu sawa na Abdul Fattah, kwa sababu hali mpaka sasa hivi ni tete, na utaona kwamba Israel bado inamiliki au inahodhi zile nyenzo zote ambazo za kuweza kuibinya Palestina. Kwa hivyo, na hata hivi jana tumeona akisema kwamba kutokana na kwamba wale maiti hawajawasilishwa wote ambao wanatakiwa, wameanza kuwatia hofu wa Palestina kwamba wanaweza kuanzisha tena vita wakati wote kuanzia sasa hivi. Na tumeona kwamba pia kufunguliwa kwa mlango wa Rafa kwa ajili ya kuingiza vyakula na vitu ambavyo muhimu kwa maisha ya Wapalestina, ufunguzi wake umekuwa ukisuasua. Kwa hivyo ninavyoona mimi bado swala ni tete, na wala siamini kama vita vimekwisha. Naona vinaweza vikaripuka wakati wowote tu. Lakini Israel bila shaka Bwana Mohamed Saleh imeacha kufanya mashambulizi Gaza ya toka siku ya kwanza ilipofikiwa makubaliano haya. Taarifa ambazo tunazisikia ni kwamba kwa kiasi kikubwa, mbali na haya ambayo yametokea hivi leo kama alivyotaja Abdul Fattah, lakini kwa ukubwa wake ni kwamba Israel imeacha kushambulia Gaza. Lakini vile vile lazima tukumbushe kwamba bado jeshi lake linaendelea kudhibiti takriban nusu ya Gaza, na inafahamishwa kwamba itaendelea kushikilia maeneo hayo mpaka Hamas itakapotekeleza masharti mengine yaliyoorodheshwa kwenye huo mpango wa amani. Ingawa pia kuna wasiwasi kwamba Hamas hawatokubali kuweka chini silaha, na hiki ni kitu kikubwa ambacho Israel wanakitaka. Katika mapendekezo yale, hili ni mojawapo ya masharti muhimu yaliyopendekezwa. Na pamoja na hayo, kabla ya Trump kuwasili Israel, Netanyahu alisikika akisema kampeni ya kijeshi ya Israel haijafikia kikomo. Maanake ni kutokana na wasiwasi unaosababishwa na Hamas. Mohamed Saleh, nini unadhani kinaweza kufuata? Mimi nikiangalia kwa mfano mpango wa mwanzo wa amani uliopita ambao uliwezesha kuachiliwa baadhi ya mateka wa Israel, ulipoanza ulitoa matumaini kama haya ya sasa hivi. Na tuliona kwamba baadaye bwana Netanyahu hajaweza kutekeleza au kama alivyoahidi. Kwa hivyo sasa hivi hawa Hamasa wa Palestina hawana tena kitu cha kuwafanya kwamba waweze
hawana karata ya kucheza, na kwa hivyo Israel au bwana Netanyahu akiamua wakati wote kuvunja makubaliano haya, hakuna mtu atakayeweza kumzuia, na sasa hivi hali inamruhusu zaidi, yani nguvu zake zimeongezeka zaidi, kwa sababu hatakuwa tena na shinikizo la kutoka ndani ambalo la wale walokuwa na familia zao au watu wao waliokuwa wakishikiliwa Gaza. Katika hayo aliyoyazungumza Mohamed Saleh, nataka nirudi kwako tena Abdul Fattah kabla sijakwenda kwa ndugu Mubelwa huko Marekani. Mohamed Saleh anapozungumza kwamba sasa Hamas hawana tena karata kwa sababu tayari wameshawaachilia mateka, na itakuwa manake ni rahisi bwana Netanyahu kuamua kurudi tena Gaza na kufanya mashambulio, na itakuwa hakuna mtu wa kumzuia. Lakini vile vile mtu anaweza kusema kwamba vipi Hamas wakiyavunja makubaliano, Netanyahu atakuwa hana haki ya kuingilia tena na kushambulia? Bila shaka yoyote, endapo Hamas haitatekeleza makubaliano ambayo kama itakuwa imejifunga na kujikubalisha nayo, bila shaka hilo hatuwezi kulikanusha kwamba Israel itakuwa inayo haki hiyo ya kuanzisha tena vita dhidi ya Gaza. Lakini suala linalobaki hapa ni mambo mawili ya kimsingi. La kwanza ni kwamba baadhi ya makundi ya Palestina, makundi haya ya wapiganaji wa Palestina likiwemo la Jihadul Islami, limetangaza kwamba katika mazungumzo yao wao hawajajifunga kusema kwamba sisi tutasalimisha silaha zetu. Yaani makundi ya Palestina, pamoja na kwamba kumekuwepo na sharti hilo, lakini hilo ni jambo ambalo makundi ya Palestina kirasmi hayajakuwa tayari kukabidhi silaha zao. Na kwa mujibu wa baadhi ya duru za makundi hayo ya Palestina, inasemekana kwamba huenda Hamas ikawa tayari kukabidhi silaha zake, labda za makombora ambayo yanaweza kufika Israel, na pengine baadhi ya miundo mbinu yake ya mahandaki. Lakini silaha zile ambazo endapo itakabiliwa na hujuma za moja kwa moja na Israel za kuweza kukabiliana na Israel, pengine Hamas haitokuwa tayari kukabidhi kila kitu katika swala hilo. Lakini tusisahau pia kwamba Rais Trump mwenyewe ndiye ambaye alikuwa ametoa hilo hakikisho la kwamba hivi vita vitamalizika moja kwa moja, na endapo kwa mujibu wa vipengele hivi 20 vya mpango wake kutatokea hitilafu na mivutano ya aina yote katika utekelezaji wa huu mpango, basi njia zitakazotumika kwa ajili ya kutatua tofauti hizo ni njia ya mazungumzo na si njia ya nguvu za kijeshi. Lakini tukumbuke tu kwamba Rais Trump mwenyewe amesikika tena akihojiwa na televisheni ya CNN akisema kwamba ikiwa Hamas itachelewesha mpango wa kukabidhi silaha zake, atatoa kauli moja tu au neno moja tu kuambia Israel kwamba warudi tena kwenye mitaa ya Gaza. Kwa hivyo kwa hakika haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanabakisha ile tulichokieleza kabla kwamba hili suala linabaki kuwa ni tete, na kama alivyoeleza Sheikh Mohamed hapa ni kwamba kwa kuwa la msingi ambalo Israel kama serikali na hata wa Israel wenyewe, familia za mateka wa Israel zilikuwa zikipiga kelele na zikitaka vita visimamishwe, sasa imekuwa inabainika wazi kwamba si kwamba walikuwa wakitaka vita visimamishwe pengine kuwafikiria pia wa Palestina wanaoteseka na wanaouawa kila siku Gaza, lakini zaidi ilikuwa ni suala la familia zao na watu wao, kwa sababu hivi sasa ambapo Hamas imeshindwa kuweza kukabidhi maiti zilizobaki kwa haraka, jambo ambalo linajulikana kwamba ni vigumu kuweza kulitekeleza kwa muda mfupi wa siku kadhaa, wiki au hata miezi, kutokana na kifusi kisichopungua tani milioni 200 ambacho kimesambaa katika eneo la Gaza kutokana na mashambulio ya Israel, na hata kuna maiti za Wapalestina zaidi ya 10,000 ambazo zimekwama kwenye vifusi hivyo. Si jambo rahisi, lakini sasa wanasema kwamba kwa kuwa Hamas inachelewesha kukabidhi maiti hizo zilizosalia, kwa hivyo wanataka Israel ichukue hatua kijeshi kuvamia tena Gaza. Sawa. Trump, ndugu Mubelwa, amefanikiwa kufanya ambayo kwa hakika kabisa wameshindwa kuyafanya Biden, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya, mataifa ya Kiarabu. Manake amemlazimisha Netanyahu na Hamas kusitisha vita, na hatimaye vita vimesitishwa. Wapalestina wameshangilia, familia za mateka Israel zimeshangilia. Mubelwa, Trump anaweza kuangaliwa kama shujaa au ni mapema kumvika taji hili? Kwanza lazima tumshukuru kwa sababu vita vimesimama.
hakuna haja, halina ubishi kwamba vita kusimama kwa sababu yoyote ile. Hilo ni jambo la kushukuru. Lakini pia ukiangalia hata maandiko ambayo yamepata kutolewa hivi juzi, kuna watu walikuwa wanajaribu kuangalia namna ambavyo Trump alijenga juu ya mpango ambao ulikuwa umeanzishwa na Joe Biden pamoja na Blinken, waziri wake mambo ya nje. Kwa kuna baadhi ya vipengele ambavyo vimetoka pale, na nafikiri umezungumza pia kwamba hata ule makubaliano ya mwanzo ambayo yalisababisha wafungwa 135 walikuwa mateka 135 wakaachiwa, kulikuwa kuna mpango ulikuwa unaendelea. Mpango ule Trump na Netanyahu waliamua kutoendelea nao. Kwa hiyo unaangalia, kwanza ilikuwa ni mvutano wa kisiasa baina ya wawili hawa, na nafikiri mpango huu ungeweza kama isingekuwa mvutano binafsi kati ya Netanyahu na Obama, Netanyahu na Joe Biden, kulikuwa uwezekano wa baadhi ya makubaliano kufikiwa, lakini walikataa. Wamekuja wamejenga juu ya ule ambao ulikuwepo pale awali, na wakafanikisha hili. Lakini pia tunatambua kwamba mazungumzo ambayo waliyafanya Joe Biden na utawala wake, tawala zilizopita, pamoja na nchi nyingine na wale ambao walikuwa wanaonekana kuwapa support ama kuwaunga mkono Hamas, nayo yaliwezekana baada ya kuingia kwa Donald Trump. Ukweli mwingine ni kwamba Trump ameingia, yule ambaye haonekani kutaka urafiki, amekuwa ni mtu wa vitisho na amekuwa akitekeleza baadhi ya vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakivipinga. Kwa hiyo pia ilikuwa na ule uwezo wake wa kumsema Benjamin Netanyahu pale anapomkera na kumsifia. Nafikiri ilimlazimisha Benjamin kuweza kuvuka katika ule mpaka. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo Donald Trump lazima awe sehemu ya historia, lakini kama ambavyo amezungumzia pia ana ule ana ile ari ya kutaka kuonekana kwamba ni yeye tu ambaye mtu anayekata deal. Hata alipokuwa akizungumza pale anasema kwamba mimi ni mtu wa deal, maisha yangu yote nimekuwa tu nikifanya deals, kwa hiyo na hili pia ni deal nyingine ambayo nimelifanikisha. Ingawa pale akasema kwamba hiki ni kitu ambacho mataifa mengi wamekifanyia kazi, mamilioni ya watu wamekiombea. Kwa hiyo kuna ule mchanganyiko, hata yeye mwenyewe sasa kama anatambua kwamba nafasi yake ni ipi hasa katika hili. Anashukuriwa kwa kuweza kumshawishi Netanyahu kufikia hapo, lakini kama tulivyozungumzia, sasa hivi tunazungumzia usitishwaji wa mapigano ambao ni hatua muhimu sana kwenda kukamilisha zile hatua 20 na kupata amani ya kudumu. Hapo ndio ambapo sasa tunategemea kuona itakuwa vipi, kwa sababu Israel bado anaamini kwamba lazima Hamas aondolewe na hicho kitu, lakini pia ili patikane amani pia Hamas lazima wawepo kama sehemu ya picha. Kwa hiyo tumepata nini hata katika ukiangalia ule utaratibu wa zile pointi 20 za mpango wa amani, usitishaji wa vita, kuna nini cha kufanya? Kinachokosekana ni vipi kitafanyika. Unaposema Hamas wanyang'anyi silaha, imeandikwa tu hivyo, kuna deadline, lakini hawasemi vipi watanyang'anyi, lakini vipi wale watu wa Hamas wanaweza wakashiriki katika kujenga Palestina mpya ambao wamesema kwamba lazima ijengwe wakiwemo wa Palestina. Utekelezaji vipengele 20, hapo ndo penye kazi kama anavyosema ndugu Mubelwa. Tunachofahamu katika awamu ya pili inayokuja, hatufahamu lini itaanza, lakini kinachotarajiwa ni kuundwa chombo ambacho tunasikia ndo kitasimamia ujenzi wa Gaza, kikiongozwa na mwenyewe Rais Trump. Hili linakubaliwa na Hamas, lakini kwa upande mwingine Hamas wameshasema hawatokubali chombo hicho kusimamia uongozi wa Gaza. Nije kwako Mohamed Saleh, unapotazama haya maelezo yote na ufafanuzi unaotolewa ambao kwa hakika hautoi moja kwa moja maelezo ni namna gani hali itaweza kuwa katika maeneo ya Gaza, Wapalestina wanaweza kuwa na imani na makubaliano haya ya amani, unadhani? Kwa kiwango kikubwa Wapalestina wengi hawakubaliani au hawana imani na hayo, kwa sababu wanahisi hata kama Hamas wataondoshwa, wataingia katika uendeshaji wa serikali, inabidi Wapalestina wenyewe wapewe haki ya kujiamulia uongozi gani wanaotaka, lakini sio kulazimishwa kutoka nje. Kwa hivyo hilo ni moja katika mambo ambayo yanaweza kuleta mzozo au matatizo. Pia swala la, kwa mfano, walikuwa wakizungumza kumchagua huyu bwana Tony Blair kuongoza labda waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza kuweza kuongoza labda hicho kikundi ambacho kitaweza kuendesha ukanda wa Gaza
katika kipindi fulani cha mpito mpaka atakapoweza kuleta utawala ambao utakubalika. Lakini katika hivyo vipengele vyote wanavyozungumza, hakuna swala la kwa mfano maazimio ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za Wapalestina, japokuwa wanazungumza swala la kuunda serikali au nchi ya Palestina au kuwa na nchi mbili, Israeli na Palestina, lakini haijulikani itaweza kufanyika vipi. Hawazungumzi kuhusu wale masetla ambao wanakalia ardhi ya Palestina, ambao wako kama masetla kama 700,000 hivi, namna gani wataweza kuwang'oa na kuweza kuwalazimisha wakubali kuwepo kwa nchi mbili, na bila shaka yoyote Israeli haiko tayari kuona kitu kama hicho. Sawa, Mohamed Saleh, au umetaja huo wasiwasi uliopo katika swala zima la ikiwa Wapalestina kweli watafanikiwa kuja kupata nchi yao iliyo huru itakayoishi sambamba au bega kwa bega na Waisraeli. Ukiwasikiliza baadhi ya wachambuzi, wanasema kwa hakika hii ndio ilikuwa fursa hasa ya Wapalestina kupata taifa lao huru. Lakini kama unavyosema, inaonesha si tu Netanyahu amesema waziwazi kwamba hatothubutu kutoa mwanya wa kuundwa dola la Wapalestina, lakini pia inaonesha Rais Trump hana uhakika na swala hili la kuwapa Wapalestina dola huru. Nije kwako Abdul Fattah, kwa Wapalestina unafikiri wanayo matumaini ya hili kutokea au wanauonaje mustakabali wao? Matumaini ni suala la matarajio na ndoto, lakini katika hali ya uhalisia suala la kupatikana nchi ya Palestina kwa kupitia huruma na msaada wa Marekani, hili ni jambo ambalo nahisi litakuwa gumu kuweza kufanikiwa, kwa sababu tukirejea tena kwenye huu mpango wa Rais Trump wa vipengele 20, Rais Trump hajazungumza pahala popote katika mpango wake kwa uwazi kuzungumzia suala la Wapalestina kupata haki yao ya kuunda nchi yao. Amelizungumzia suala hilo katika sura ya masharti kadhaa, likiwemo la kusema kwamba mpaka itakapohakikishwa kwamba Palestina itakuwa haina tena tishio la kijeshi dhidi ya Israel, na mpaka baada mamlaka ya ndani ya Palestina ambayo kwanza kimsingi Netanyahu na serikali yake wamesema kwamba wanapinga kata si Hamas, si mamlaka ya ndani ya Palestina inayoongozwa na Rais Mahmoud Abbas zishirikishwe katika uongozi wa Gaza. Na kwa hiyo ni baada ya kumalizika kipindi cha mpito ambacho kwa sasa kinaelezwa kwamba huenda kikaweza kuchukua hata miaka 5 cha hiyo inayoitwa mamlaka ya uendeshaji Gaza, ambayo nayo haijulikani itasimamiwa hasa na nani, kwa sababu wa Palestina wanapinga kwamba Blair asiwe na nafasi yote katika suala hilo. Sasa baada ya kipindi hicho cha mpito, Rais Trump katika maelezo yake anasema endapo mamlaka ya ndani ya Palestina itakayokuja kurejeshwa baada ya kipindi hicho itafanya mageuzi yanayotakiwa, na katika mageuzi tunaambiwa kwamba mpaka mfumo wa masomo ya Palestina yabadilishwe kuhakikisha kwamba ndani yake hamuna mambo na mafunzo yanaonyesha kujenga chuki dhidi ya Israel na dhidi ya Wayahudi. Na baada ya hatua hiyo, endapo Israel itajiridhisha, hapo ndipo Israeli na Wapalestina zinaweza zikakaa kufanya mazungumzo juu ya swala la kuundwa nchi ya Palestina. Yaani tunarudi kwenye ule mchakato wa miaka 90 tangu yalipoanza kuanzishwa mazungumzo ya Madrid mpaka kaja makubaliano ya Oslo na mengine yaliyofuatia, ambapo linapokuja suala la kufanyika mazungumzo, Israel ni kwamba ima inakataa au hata kama inajikubalisha jambo, inapofika katika utekelezaji haifanyi chochote. Kwa hivyo suala hapa ni kwamba ukiangalia katika uhalisia huu mpango wa Rais Trump, kama wanavyosema wachambuzi wengine, kwa hakika ni mpango wa kikoloni ambao hauna nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba Wapalestina wanapata nchi yao. Na kama alivyowahi kuashiria Mohamed Saleh hapa, ni kwamba katika mpango huu yale maazimio ya wazi kabisa ya Umoja wa Mataifa yanayozungumzia haki ya Wapalestina kuwa na nchi yao,
yale maamuzi ya mahakama za kimataifa au mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ iliyoeleza wazi kwamba Israel inapaswa iondoke katika maeneo ya Palestina yanayoyakalia kwa mabavu hadi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, hayo yote hayatajwi pahala popote, na swala hili linabakia kama ni swala ambalo Wapalestina wafanyiwe huruma, tena ni huruma ambayo ni baada ya ridhaa ya Israel ambayo imeshatangaza rasmi kwamba haitaruhusu kuwepo kwa nchi ya Palestina. Kwa hivyo suala la Wapalestina kwamba kweli wanaweza kuwa na nchi yao kwa huu mpango wa Rais Trump au kwa njia hizi zinazotumika sasa, mimi nahisi kiuhalisia ni jambo ambalo liko mbali kabisa kuweza kufanikiwa. Mubelwa, umeyasikia hayo aliyoyazungumza Bwana Abdul Fattah. Mpango huu wa Trump wa vipengee 20 unapoutazama kwa muktadha wa Wapalestina kupata taifa lao huru ni wa kikoloni. Lakini kitu ambacho watu wanakubaliana nacho ni kwamba mpango huu alau umeondoa vile vishindo vya makombora, havisikiki tena katika Gaza, utulivu umerejea. Lakini ukitazama Gaza iko katika hali mbaya kabisa. Wapalestina hawana uhakika wa kitakachotokea wiki au miezi kadhaa ijayo. Ni kwamba wako kwenye wasiwasi, na inavyoonyesha mpaka sasa sio Umoja wa Mataifa wala mataifa ya Kiarabu wanaoweza kuhakikishia usalama au kitu chochote wa Palestina, bali Trump mwenyewe, rais wa Marekani. Mubelwa, wa Palestina wanaweza kumwamini kwenye azma yao ya kutaka kuwa na amani ya kudumu, na kwa muda gani pengine unafikiri? Sitaki kusema jibu la haraka. Jibu la hakika ni hapana. Kama ulivyozungumza pale kwamba ukweli ni kwamba alichokifanya Trump sasa hivi ni faida. Nitatoa mfano tu ambao pengine unaweza kurelate na watu wengi. Inapotokea ajali, wanapofika pale, kitu cha kwanza mnaanza kuwatoa majeruhi na pengine kuanza kuokoa na kufanya kila kitu. Baada ya kuondoka kila kitu, uchunguzi unapoanza ndio unaanza kufikiria hivi ni nani alisababisha hii ajali? Ilitakiwa itokee, nani mwenye makosa na mambo kama hayo, na maisha yanaendelea. Sasa hivi tu katika ile tulikuwa ni kama vile tuko kwenye ajali sasa. Kwa hiyo tunaondoa watu na kutafuta namna kuwaweka na kuwapatia matibabu na kila kitu. Changamoto iliyopo ni kwamba Marekani, na pengine sio Trump, lakini Marekani, pengine utawala wa Marekani mara zote umekuwa ukiamini kwamba demokrasia unaweza ukai-import. Yaani unaweza ukaingiza demokrasia yako kwenye nchi nyingine, na kila mtu mwingine anaweza akajifunza kutoka kwenu, hata kama mna tamaduni tofauti, mna mifumo tofauti ya maisha, mna elimu tofauti na mambo kama hayo. Kwa hiyo ukiangalia jinsi ambavyo imeelezwa, bado inaonyesha kwamba tutawapatia amani iwapo mtafanya hivi na hivi, tutawafikiria kuhusu nchi yao ambayo ni yao tayari, licha ya kwamba wao wamechochea. Kwa hiyo Wapalestina kuamini kwamba Trump anaweza kuwapatia nchi na amani ya kudumu, nafikiri tutakuwa ni kosa. Tumshukuru tu kwamba sasa hivi makombora yametua. Sasa hivi ni tuanze kuangalia kwamba haki iko wapi, utaratibu uko vipi. Ni leo tunasema kwamba inawezekana leo ni bora kuliko jana, lakini ukichunguza unaweza kugundua kwamba labda jana itakiwa kuwa bora kuliko itakavyokuwa kesho kutwa. Kwa ni wakati watu waanze kufikiria kwamba haki ziko wapi, haki ziko vipi, utaratibu uko vipi. Na sidhani kama wataweza kuipata nchi na amani ya kudumu iwapo watakuwa wanategemea neema ama msaada wa kutoka Marekani. Ile ni nchi yao, na nafikiri ni utaratibu tu ambao unatakiwa uwepo ili waweze kuipata, lakini si kupewa kama zawadi na nchi ya Marekani. Na Abdul Fattah, vita hivi inaonyesha kwa sehemu ulikuwa ni mkakati ambao ulimsaidia Waziri Mkuu Netanyahu kuzima kelele za kisiasa na kishindo cha kumwandama kuhusu kesi za rushwa ndani ya nchi yake. Na hili limetafsiriwa hivyo hasa baada ya Rais Donald Trump alipohutubia bunge la Knesset wiki hii kumtolea mwito Rais wa Israel Isaac Herzog kumpa msamaha Netanyahu. Unautazama vipi mustakabali wa kisiasa wa Waziri Mkuu Netanyahu nchini Israel? Ataweza kubakia madarakani? Kwa hakika kila mtu anajua kwamba kama ulivyoeleza, Netanyahu amekuwa akivitumia vita kama ni ngao yake ya kumwezesha kuendelea kubaki madarakani na kuweza kuhepa kesi kadhaa zinazomkabili za ufisadi, lakini pia tusisahau pia na kesi inayomsubiri katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya kutuhumiwa kuhusika na mauaji ya kimbari na jinai dhidi ya binadamu au jinai za kivita katika ukanda wa Gaza. Kusema kwamba endapo vita hivi vitamalizika moja kwa moja na baada ya hapo hali ikawa ni shwari, kwamba upi utakuwa mustakabali wa Netanyahu,
dalili zote zinaonyesha kwamba Netanyahu hatakuwa na mustakbali wa kisiasa katika siasa za Israel, kwa sababu tumeona ishara kadhaa, ikiwemo baada ya kutangazwa msimamo wa kusimamisha vita, wakati Steve Witkoff, mwakilishi wa Rais Trump, alipokwenda kuhutubia familia za wa Israel ambao jamaa zao walikuwa wakishikiliwa mateka Gaza. Kila alipokuwa akimtangaza Netanyahu ni kwamba wa Israel walikuwa wakimzomea Netanyahu, na hata mabango ambayo walichukua wa Israel yalikuwa yote yakionyesha kwamba wakimshukuru Rais Trump, yani wakiamini kwa dhati kwamba zoezi hili la kufanikisha kuachiwa huru jamaa zao na maiti za wapendwa wao, haya yametokana na uamuzi na nguvu za Rais Trump na si ridhaa na matakwa ya Netanyahu, ambaye anajulikana kwamba hata ameweza kupelekea mateka wengine kadhaa kuuawa kutokana na mashambulio ya jeshi la Israel. Hata mateka wa Israel kadhaa walioachiwa huru, wakiwemo wale askari wa kijeshi, wakiwemo na wanawake, wakatangaza wazi wazi kwamba walikuwa wao wakiandamwa na mashambulio ya jeshi la Israel na ni wapiganaji wa Hamas ndio ambao walikuwa wakiwasaidia kuweza kuwahifadhi na kuepusha kuweza wasiuawe kutokana na mashambulio yale. Kwa hivyo ndani ya Israel kwenyewe inavyoonekana kwamba Netanyahu amepoteza umaarufu, na tukumbuke pia kwamba hata Rais Trump mwenyewe, yeye Netanyahu binafsi alitangaza hadharani kwamba Israel inaingia katika hali ya kutengwa kimataifa, na Rais Trump pia akasema kwamba kama sikusimamisha hivi vita, Israel imekuwa katika hali mbaya sana ya kutengwa kimataifa. Kwa hivyo tunaona kwamba hata mpango wa Rais Trump kama tulivyotangulia kusema kwamba si mpango ambao umekuwa ni wa kuwahurumia wa Palestina. Tusisahau kwamba alipokuwa akihutubia bunge la Israel Knesset, Rais Trump katika hali ambayo ya kushangaza na ya kustaajabisha alikuwa akizungumza kwa fahari namna Marekani ilivyotoa silaha kubwa na ambazo hata nyingine yeye mwenyewe hazitambui kuipatia Israel izitumie kwa ajili ya kuulia wa Palestina. Kwa hii jambo linaloonyesha kwamba yeye katika swala hili hajaguswa na wala hajasikitishwa na vifo vya Wapalestina zaidi ya 68,000 waliouawa katika kipindi hiki cha miaka miwili. Kwa hivyo nikirejea kwenye nukta kuhusu mustakbali na hatima ya kisiasa ya Netanyahu, ni kwamba kama vita hivi vitasita, jambo ambalo bado linatia wasiwasi, kwa sababu ndio tunarudia tena kusema kwamba yeye anatafuta na atatafuta kisingizio chochote ili kuhakikisha kwamba anaweza kurudi tena vitani, na ikiwezekana kuitupia tuhuma na lawama Hamas kwamba haitekelezi makubaliano. Na tayari tunajua kwamba Rais Trump amesema kwamba endapo hilo litatokea ataipa baraka kamili Israeli rejee vitani. Lakini kama vita vitasita, kila mtu anajua kwamba hatima ya Netanyahu, na kama utaitishwa uchaguzi ndani ya Israel, uwezekano mkubwa ni kwamba ataporomoka kisiasa na si hasha kesi zinazomkabili baadaye zikamfikisha kwenye hatima mbaya. Mohamed Saleh, wewe unalitazama vipi swala hilo? Je, kwako wewe pia unahisi unaweza ukawa ni mwisho wa Netanyahu, au pengine atatafuta visingizio na kuanzisha tena vita ahalalishe kubakia kwake au kuendelea kwake kuwepo madarakani nchini Israeli? Bila shaka yoyote, kukiwa na amani itakuwa ni mwisho wa siasa wa bwana Netanyahu. Vita ambavyo amekuwa anaendesha huko Gaza, kama ni Trump ambaye alikuwa anaweza kusimamisha, kwa nini hajasimamisha kabla? Manake sababu kilichotokea hivi sasa kingeweza kutokea kabla, na wale mateka wakaweza kuachiliwa na kupatikana hii amani ambayo tulionayo sasa hivi, japo kwa ni amani tete. Kwa hivyo watu wawili ukitizama, na Trump na Netanyahu, ni watu ambao si wa kuaminika, kwa sababu ni watu ambao ni geugeu, wanaweza kubadilika wakati wowote. Kwa hivyo Netanyahu labda ikiwa atapewa msamaha na rais wa Israel asiweze kupelekwa mahakamani, anaweza labda akatulia na kuacha nani. Bila hivyo sidhani kama kutakuwa na amani ya kudumu, kwa sababu kuishi kwake au kuwepo kwake katika ulingo wa kisiasa kwa sasa hivi, kutokana na hali ya mambo ilivyo, inategemea tu kuwe na mizozo huku na huku. Kabla sijakuja kwako ndugu Bandio, nirudi tena kwake Abdul Fattah. Kutokana na haya ambayo mmeyazungumza kuhusu Netanyahu hapa, mtu anaweza kujiuliza, kwani kubakia au kutobakia madarakani Netanyahu kutamaanisha nini kwa Wapalestina na kanda nzima Mashariki ya Kati kwa ujumla wake? Kwa ujumla wake, kama ambavyo ilivyo Marekani, tunajua kwamba Marekani ni nchi au dola ambalo
lina sera zake kuu na za msingi ambazo zinazofuatwa, lakini bado nafasi ya rais anayechaguliwa madarakani anakuwa na nafasi yake maalumu katika namna anavyotekeleza sera hizo. Kila mtu anajua, kwa mfano katika kadhia Palestina, marais wote waliopita wa Marekani wamekuwa wakiunga mkono Israel, lakini yale ambayo Rais Trump ameyafanya kuhusiana na Israel katika kadhia Palestina, kwa mfano, amechukua hatua ambayo hata maazimio Umoja wa Mataifa imeyapinga, kwamba kutambua miinuko ya Golani ya Syria kwamba ni ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Yeye ametambua rasmi kwamba ile ni ardhi halali ya Israel. Inajulikana kwa mujibu wa maazimio Umoja wa Mataifa kwamba mji wa Jerusalem upande wake wa magharibi ndio unapaswa kuwa mji mkuu wa Israel, na Jerusalem mashariki au Baitul Muqaddas inapasa uwe ndio mji mkuu wa Palestina pale itakapoundwa nchi ya Palestina. Rais Trump akiwa ni rais pekee wa Marekani amebariki na kusema kwamba Jerusalem yote itabakia kuwa ni mji mkuu wa milele wa Israel. Rais Trump, kinyume na serikali nyingine zote za Marekani, ameidhinisha Israel kuendelea kujenga vitongoji haramu vya walowezi katika maeneo ya ukingo wa magharibi wa mto Jordan ambayo yanapaswa kuwa ni sehemu ya nchi ya Palestina. Kwa hivyo hali iko hivyo hivyo kwa upande wa Israel. Inajulikana kwamba mawaziri wakuu wote wa Israel bila shaka sera yao kuu ni kutaka Israel ijipanue, iwaondoe wa Palestina, lakini vipi utekelezaji wa hao ukilinganisha na Netanyahu tokea ameingia madarakani? Kila mtu alikuwa anajua baada ya kutokea shambulio la Oktoba 7, 2023 kwamba kwa serikali ya Netanyahu kitakachofuata dhidi ya Palestina ni maafa ambayo dunia haijawahi kushuhudia. Kwa hivyo bila shaka Netanyahu akiondoka madarakani, pamoja na kwamba waziri mkuu yote mwingine atakayekuja katika serikali ya Israel atakuwa na misimamo ile ile ya kimsingi ya Israel kuhusiana na kadhia Palestina, lakini bila shaka nguvu na ile njia ambayo itakuwa anatekeleza maamuzi hayo na misimamo hiyo, au hata kuweza pengine kulainisha misimamo yake kama ambavyo serikali zilizopita nyuma baadhi yao zilikubali kukaa kitako na Wapalestina kwenye meza ya mazungumzo tokea zama za chama cha ukombozi wa Palestina PLO chini ya uongozi wa hayati Yasser Arafat na viongozi waliofuatia, na wakakubali japo kidhahiri kuweza kutoa baadhi ya fursa na upendeleo kwa Palestina. Hicho ni kitu ambacho kila mtu anajua kwamba Netanyahu hawezi kuwa tayari kwa namna yote kulifanya hilo, na sababu ameeleza yeye mwenyewe wazi wazi kwamba ana imani ya kiitikadi na kidini na kihistoria kwamba lazima asimamie kuwepo kwa Israel kubwa ambayo haipatikani isipokuwa kwa kupora ardhi za mataifa ya Kiarabu yaliyozunguka Israel. Abdul Fattah aligusia kuhusiana na waranti huu wa mahakama ya kimataifa ya ICC dhidi ya bwana Netanyahu, na hasa wakati akizungumzia mustakabali wa kisiasa wa waziri mkuu huyo wa Israel. Bwana Mubelwa, katika kuyatazama haya yote na kuangalia huu waranti wa mahakama ya kimataifa dhidi ya Netanyahu wa mwaka 2024, akituhumiwa kuendesha uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Waranti huu ni sehemu, tukumbuke, ya uchunguzi wa mahakama hiyo kuhusu vita vya Palestina. Bandio, unapotazama namna alivyoporomoka umaarufu bwana Netanyahu kama tulivyosikia katika maelezo hapa, na namna tulivyoona pia wakati wa Israel wenyewe wanapolisikia jina la bwana Netanyahu, wewe unadhani ICC itakuwa na ubavu wa kuendelea na uchunguzi huu pamoja na yote? Sidhani kama ina ubavu. Inaweza kuwa na uchunguzi, lakini itakuwa na uwezo wa kuweza kumkamata, kwa sababu wanaendelea na uchunguzi katika mbalimbali, wametoa maamuzi kuhusu watu mbalimbali, swali kwamba je, wataweza kuwakamata. Ukumbuke pia hata serikali ya Marekani iliwatuhumu na hata kunafikiri kuwawekea masharti na vikwazo baadhi ya majaji kutokana na hilo. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni kwamba bado tunarudi pale pale kwamba Israel anawezeshwa sana katika maovu anayoyafanya, na ni kama vile anaweza kaukimbia hata mkono wa sheria za kimataifa kutokana tu na uungwaji mkono anaopata kutoka kwa Marekani. Lakini ni kwa nini? Kuna vingi ambavyo wanafanana. Ukiangalia Donald Trump sasa hivi, sio tu katika swala zima la umaarufu, lakini unaweza ukaona kwamba hata haya masuala ya vita yanavyoendelea huko nje ni kujaribu kupunguza
kashfa na mambo ambayo yanaendelea hapa nchini Marekani. Anachokifanya Netanyahu ndicho ambacho anakifanya Donald Trump. Baadhi ya tuhuma alizokuwa nazo ni zile zile, na wote wanaonekana wameingia na wanaendelea kung'ang'ania madarakani kwa sababu tu wanatambua kwamba kuna kesi zinaweza zikawakabili kama wasingekuwa madarakani au wakiweza kuondoka madarakani. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba inawezekana huu ni muungano wa watu fulani, unasema ndege wenye mbawa zinazofanana, manyoya yanayofanana, huruka pamoja. Hao wana mission ambayo inafanana, na kwa hakika naamini wataendelea kusaidiana, kwa sababu kinachoonekana ni kwamba kila ambacho sasa hivi anatumia Netanyahu, kwa hakika anaweza pia akaja akatumia Donald Trump katika namna nyingine. Kwa hiyo wameikataa ICC na wataendelea kulendana, na inaweza ikachunguza, inaweza ikatoa hati ya kukamatwa kwake, lakini sidhani kama hilo litatokea kwa sababu watajaribu kumwepusha kufanyika hilo kadri wawezavyo. Ni kipindi cha maoni, tunafikia mwisho katika mjadala huu. Alikuweko kutoka Tehran huko Abdul Fattah Musa, ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, lakini kutoka huko Washington alikuweko hapa Mubelwa Bandio. Alikuweko kama ulivyomsikia Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa huko Paris, Ufaransa. Mimi ni Saumu Mwasimba niliyeuendesha mjadala huu. Shukrani sana na hadi mara nyingine. Kwaheri.